Mtazamaji wa News Update Media, ligi kuu ya soka Tanzania bara itaendelea kwa mchezo mmoja kupigwa. Dar es Salaam Derby, Azam FC kuwakaribisha Young Africans katika dimba la Chamazi, mchezo ambao una mvuto zaidi hapa Tanzania, ikiwa ni maana ya kwamba Azam FC alipata ushindi kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza. Kwenye meza ya uchambuzi hapa nitakuwa naye Oscar Vodius, tukienda kuangazia mchezo huu kiufundi zaidi utakuwa vipi. Mimi naitwa Kusaga Ungura, nyuma kamera yupo Dice TZA. Oscar Vodius, mwendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ugumu wa mchezo huu Yanga dhidi ya Azam, tena Azam ambao wako nyumbani Chamazi. Ugumu wa mchezo upo, yani derby haijawahi kuwa nyepesi. Wanapokutana Young Africans na Azam au Azam na Young Africans, kila mmoja anapokuwa nyumbani kwenye mazingira tofauti, ukiachana na ligi kuu tu, hata kwenye mechi za FA ambazo wamekuwa wakikutana Mapinduzi, mara nyingi zaidi mechi hiyo inakuwa nzuri ya kiushindani kwa namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Kwa ni mechi ambayo nategemea itakuwa na ugumu kwa kuangalia pia ushindani ambao upo kwa pande zote mbili, level ya wachezaji walionao, mabenchi ya ufundi, namna ambavyo yamekuwa tofauti zaidi. Ukiachana na Azam hichi ambacho kimeonekana kwenye mechi 6 zilizopita, ila ni timu ambayo ina ushindani na wamekuwa bora zaidi pale ambapo wanacheza kwenye uwanja wao wa nyumbani, pia kwa namna ambavyo wamecheza kwa msimu huu. Kwa binafsi nategemea itakuwa ni mechi ngumu zaidi kwa kutazama kwenye maeneo hayo. Azam ambao tayari ni kama uhakika wa michuano ya kimataifa wanayo msimu ujao, lakini kwenye mechi kubwa kama hizi mara nyingi zaidi unahitaji heshima. Unapoenda kushinda mechi dhidi ya Young Africans, unaenda kutengeneza kitu cha tofauti mwenyewe kwenye msimu ambao umemaliza, hata kama hujachukua ubingwa. Lakini pia kwa Young Africans ni mechi ambayo wanaitazama kama mechi inayoweza kuamua hatima yao kwenye eneo la ubingwa, kwa sababu hawana utofauti mkubwa sana na Simba ambao wanawafuatia kwa chini na kwa karibu zaidi. Wanasema mechi kama hizi ugumu wake huo unaamuliwa na baadhi ya wachezaji mmoja mmoja. Kwa upande wa Azam tukiwatizama Faisal Salum, Djibril Sila, tena Faisal ambaye anaonekana mchungu zaidi kila mara anapokutana na Young Africans. Ni game ngumu. Faisal na Djibril Sila ni wachezaji ambao ni kama icon ya Azam kwa sasa hivi. Ukimtazama Djibril Sila kwenye mechi dhidi ya Young Africans, ni mmoja kati ya wachezaji ambao Yanga inabidi wawachunge, kwa sababu mechi 3 zilizopita za ligi kuu wamefunga magoli 3. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni alert nzuri zaidi kwa Young Africans kuelekea mechi hii. Ukitazama mechi ambayo Azam walishinda 2-1 akifunga Faisal na Djibril Sila, kabla ya mechi ya msimu huu ambayo Azam walishinda 1 la Djibril Sila, ni mechi ambazo zote hawa wachezaji wawili wamekuwa kwenye game bora sana. Lakini pia hata ile mechi ambayo Young Africans wanashinda 3-2, Djibril Sila alikuwa kwenye mechi bora zaidi, na namna ambavyo alicheza kwenye ile mechi alitoa ugumu zaidi kwa walinzi wa Young Africans kuweza kumzuia. Kwa hiyo nategemea ni wachezaji ambao kwenye mechi hii dhidi ya Young Africans inawezekana wakaweka tofauti zaidi. Djibril Sila ambaye ana mabao 8 mpaka sasa. Djibril Sila bado pia kwenye assist anahusika. Kwa hiyo ni wachezaji ambao kwenye side zote mbili wapo na uhusikaji wao imekuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni wachezaji ambao binafsi naona inawezekana pia wakaenda kuamua mechi hii ya derby kama Young Africans wakiwapa space kubwa sana ya kucheza kwenye eneo la mbele. Bana, kwa mchezo wa mwisho walipokutana kabla tujatizama Yanga, Azam walipata ushindi. Tena ushindi ambao ndio ulikuwa timu ya kwanza kuifunga Yanga. Pengine makosa waliyofanya Yanga kwenye mchezo walipokutana na Azam wa mwisho, wanapaswa kurekebisha wapi ama walifeli wapi kwenye mchezo wa mwisho? Young Africans mechi ya mwisho hawakuwa bora zaidi kwenye eneo la kiungo kuja nyuma zaidi. Kuna mistake nyingi ambazo zilifanyika. Ni mechi ambayo Ibrahim Baka alipata kadi nyekundu bila shaka. Kwa Young Africans ilikuwa na mapungufu mengi ambayo yapo kwenye eneo la kiungo, yaliyofanya pia baadhi ya wachezaji kwenye eneo la nyuma kufanya rafu nyingi ambazo ziliwafanya Young Africans kuwa kwenye nafasi mbaya zaidi ya kupoteza mchezo mbele ya Azam. Kwa nategemea ni mechi ambayo inawezekana pia wakakutana na maswali magumu, kwa sababu kwa bahati nzuri kwa Azam na bahati mbaya kwa Young Africans ni kuwa Azam haina yule mchezaji ambaye anasimama juu zaidi kwenye eneo la mwisho, ambaye ana uhakika wa kwanza kwenye kosi moja kwa moja. Kuna wachezaji wengi ambao wanatoka kwenye maeneo tofauti na mchango wao kwenye magoli umekuwa mkubwa. Djibril Sila nimemtaja, Faisal Salum nimemtaja, ni wachezaji ambao wanahusika zaidi kwenye upachikaji wa mabao na namna ambavyo wanatengeneza nafasi kwenye eneo la mwisho. Lakini pia bado hapo kuna Zidane Selele, wamekuwa na namba nzuri zaidi, ana mabao 6 mpaka sasa, ana mabao 5. Kuna Nasolo Saduni ana mabao 6. Kwa ni wachezaji ambao wanafunga kwenye eneo la mwisho, lakini pia
wamekuwa na hatari zaidi pale wakiwa na mpira mguuni kwenye eneo la kutengeneza nafasi. Hata wachezaji wao ambao wako kwenye eneo la nyuma, kina Pascal Msindo, Lusajo Mwikenda, ni watu ambao wanatengeneza nafasi zaidi. Kwa Young Africans binafsi naona wanahitaji kuwa bora zaidi kwenye eneo la kiungo ili kutotoa nafasi ya Azam kuwa na wachezaji ambao watapita zaidi, kwa sababu wana uwezo wa cut in, kina Gabriel Sila, Edi Suleiman Nado, kina Zidane Seleli, wakatengeneza nafasi kupitia kwenye half space kwa maana ya nusu nafasi. Kwa hiyo inawezekana pia kama Young Africans wakiwa bora kwenye eneo la kiungo, inaweza ikawa ni mechi ambayo wataiamua, kwa sababu wana wachezaji wengi ambao wana quality kwenye eneo hilo, ukilinganisha pia na Azam ambao wana quality. Kwa hiyo ukiwapa nafasi wana uwezo wa kuamua. James Akaminko yupo, Yaya Zaidi amerejea kikosini, Eva Meza anapata nafasi ya kufanya vizuri, wana Faisal ambao wanamtazama kama mchezaji namba moja ndani ya Azam kwenye eneo hilo pia la kutengeneza na kumalizia. Sasa umelizungumza eneo la kiungo kwa upande wa Young Africans, kama wakiwa bora wanaweza wakatengeneza nafasi nzuri ya kupata matokeo. Wanamkosa Khalid Aucho kwenye mchezo huu na atakuwa nje kwa wiki 3 mfululizo. Madhara kiasi gani kwa Young Africans bila Khalid Aucho kwenye mchezo muhimu kama huu? Khalid Aucho, one of the best defensive midfield ambaye amewahi kutokea ndani ya ligi yetu kwa miaka ya hivi karibuni, na inaweza ikawa labda ni bahati mbaya kutokuingia kwenye orodha au kwenye yale majina ya wachezaji ambao walipaswa kuwania au kushinda tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu, kutokana pia na numbers, kitu ambacho kimewaangusha wachezaji wengi huko nyuma. Lakini ukitaja mchezaji ambaye ana nguvu dakika nyingi mchezoni, Aucho utamtaja, usahihi wa pasi utamtaja, kuwahi kwenye maeneo kwa haraka zaidi utamtaja, kuwania mipira ya juu na mipira ya pili utamtaja. Kwa hiyo ni mtu ambaye timu ikiwa kwenye mwendo mzuri zaidi kwenye miguu yake, basi wanakuwa na wastani mzuri zaidi kiuchezaji, na pale anapokuwepo uwanjani mara nyingi Young Africans wamekuwa na uhai kwenye eneo la kiungo. Leo hii unataja Aucho ambaye wanaenda kumkosa kwa zaidi ya wiki 3, si ndio? Inaweza isiwe pengo kwenye mechi hii ya Azam tu, ikawa pengo pia hata kwenye michezo mingine ambayo inakuja. Kwa hiyo naiona kama athari kwa Young Africans. Kuna wachezaji wengine ambao wana uwezo wa kutoa kitu kizuri, mfano Duke Abuya amepata nafasi mara kadhaa kwenye eneo hilo, ameonyesha kitu bora. Kuna wachezaji wengine kwa mfano Mudathir Yahya ambao wamekuwa wanatumika kama viungo wawili wa chini na Duke Abuya, wanatoa kitu kizuri. Kwa hiyo inawezekana wakaifanya timu kuwa kwenye mwendo mzuri, lakini uwezo ukapata mchezaji ambaye atatoa kitu kama cha Khalid Aucho kwenye michezo mingi mfululizo. Hauwezi ukapata mchezaji ambaye atakupa vitu kama vya Khalid Aucho, kwa sababu pia wao wana aina yao ya uchezaji. Duke ni mchezaji ambaye anapendelea sana kusogea juu, japokuwa pia kwenye eneo la kuzuia yuko vizuri. Mudathir ni mchezaji pia ambaye anatamani sana kucheza karibu na box la timu pinzani. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanaweza katoa kitu kizuri ndani ya Young Africans, lakini bado Khalid Aucho pengo lake litaonekana kwenye eneo la kiungo, na uhitaji wa Young Africans kwa upande wa kiungo huyu kutoka Uganda bado upo kwa kile ambacho amekifanya kwenye mashindano msimu huu, lakini pia kile ambacho tayari ameonyesha kwenye mechi kubwa kama hizi za dabi, kwenye michezo mingi iliyopita ya ligi kuu huko nyuma na mashindano mengine. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa Azam inawezekana pia ikawa ni faida kwao kutokuwepo kwa Khalid Aucho, na inawezekana ikawa ni hasara kwa Young Africans kumkosa kiungo ambaye amekuwa tegemezi zaidi kwenye eneo hilo la kiungo. Milord Hamdi dhidi ya Rashid Tous. Ukiwatizama walimu hawa wawili jinsi ambavyo wamekuwa wakizitumia mbinu zao nyakati tofauti viwanjani na mara ambapo timu zao zinakuwa zinacheza, nani unaweza ukasema huyu akitumia approach hii na huyu akitumia approach hii, basi tutapata mchezo mzuri? Sioni kama wanahitaji kubadilika zaidi. Azam aina yao ya uchezaji ni ile ile, pasi nyingi kwenye eneo lao, wakitoka na kufika kwenye eneo la timu pinzani wanabadilika zaidi kwa haraka pale ambapo wanafanya transition. Kwa hiyo ni timu ambayo sitegemei kuona inaweza ikawa na mabadiliko makubwa sana. Tofauti labda ni kuswitch baadhi ya wachezaji na kufanya marking kwa mchezaji mmoja mmoja, au kufanya marking kwenye maeneo kwa maana ya zone marking. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa upande wangu na uona walimu wanaweza sibadilike sana. Young Africans na wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kuamua mechi. Ukiacha Azam tuliozungumza, kina Faisal, kina Gabriel Sila, Young Africans nao Stefani Aziz Ki, Pacome Zouzoua ni wachezaji ambao wamehusika kwenye zaidi ya magoli 14. Kila mmoja kahusika kwenye zaidi ya magoli 14. Ukimtaja Prince Dube amehusika kwenye magoli zaidi ya 18. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana performance nzuri sana kwenye eneo la ufungaji, ana mabao 11 mpaka sasa, lakini pia kwenye assist anachangia. Clement Mzize naye vivyo hivyo, na wachezaji ambao wanafunga na wanatengeneza nafasi pia za kufunga. Ukimtaja Max pia ni mchezaji ambaye amehusika kwenye magoli mengi. Kina Duke Abuya wana assist yao, kina Shadrack Boka wana assist nyingi, kina Mudathir Yahya pia wanatengeneza nafasi. Kwa hiyo ni mchezo ambao naona
wachezaji wataenda kuamua kile ambacho kimeonekana kwenye michezo mingi iliyopita. Sioni kama kuna mabadiliko zaidi ya kiuchezaji ambayo yanaweza yakaonekana ndani ya uwanja, tofauti na kubadilisha vitu vidogo ambavyo vitamfanya mpinzani kwa upande mwingine kuwa kwenye hali ambayo sio nzuri zaidi kimchezo, hasa kwa kubana baadhi ya wachezaji. Bana, karata yako katika mchezo huu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara unaitupa wapi? Kwa Azam FC ama Mwananchi? Lakini kumbukwe Mwananchi mchezo huu anauhitaji sana kwa sababu ya gap la alama moja bado lipo kihesabu dhidi ya mtani wake Simba. Karata yako? Karata yangu kuna magoli mawili. Magoli? Mawili. Sawa. Yani hakuna utabiri mwingine wowote ambao naweza nikaupindisha hapo. Ni magoli mawili. Either Azam washinde 2-0, Yanga ashinde 2-0 au iishe 1-1. Ila naona kuna magoli mawili labda na kuendelea huko. Bana, shukrani sana. Shukrani sana. Hakika Oscar Vorius ametupitisha kwenye mengi kwelikweli kuhusiana na mchezo huu wa dabi ama Dar es Salaam dabi kati ya Azam FC dhidi ya Young Africans. Mara ya mwisho wananchi Yanga kutumia dimba la Chamazi waliondoka kwa mambo yakiwa mengi kidogo, lakini wanarudi tena kwa maana ya Azam FC ndiye mwenyeji na hawana budi kurejea Chamazi. Majira ni saa 1 kamili za usiku. Tanzania itashuhudia miongoni mwa mchezo bora wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mimi naitwa Kusaga Ungura, ilikuwa naye Oscar Vorius. Shukrani za kutosha nyuma kamera kwa Dice TZA.